Kwanza wa hatua ya makundi dhidi ya FAR Rabat, ambao kimsingi mchezo huu umepangwa kufanyika siku ya Jumamosi na umepangwa kufanyika Jumamosi majira ya saa 10 kamili jioni, na uwanja ni New Aman Complex. Kikosi cha Young African Sports Club kesho majira ya saa 3 kamili asubuhi kitaondoka hapa Dar es Salaam kwa njia ya boti kuelekea Zanzibar kuanza maandalizi ya mchezo huu. Wachezaji ambao walikuwa kwa majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania tayari wamesharejea nchini na watakuwa sehemu ya wachezaji katika wale ambao wamebakia wakati timu za taifa zilikuwa zikicheza kuwa kwenye safari hiyo ya siku ya kesho kuelekea visiwa vya Zanzibar. Lakini safari ya kesho itawakosa baadhi ya wachezaji ambao wao kwa mujibu wa ratiba wana majukumu ya mchezo mwingine kwenye mataifa yao. Kwa mfano, mchezaji kama Prince Dube, mchezaji kama Celestine Ekua, mchezaji kama Lassine Kouma, wote hawa watakosekana kwenye safari hii kwa sababu wana mechi ya kucheza siku ya tarehe 18 kwa mujibu wa kalenda ya FIFA. Lakini wachezaji hawa tumeshafanya maandalizi yote na maandalizi yameshakamilika in terms of logistic ya safari kutoka katika mataifa ambayo watakuwa wanacheza straight kutoka huko mpaka Zanzibar. Hawatapitia hapa Dar es Salaam, watakuja straight kwenye visiwa vya Zanzibar kujiunga na timu na maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo huu. Kwa ukiangalia kimahesabu hapo tutakuwa na siku tatu. 19, 20 na 21. Tutakuwa na siku tatu kwa timu yetu yote kufanya maandalizi ya pamoja kuelekea mchezo dhidi ya FAR Rabat. Lakini asilimia kubwa wanasafiri siku ya kesho kuelekea Zanzibar. Taarifa ya pili ambayo ni muhimu nikawajuza hapa, na tumekuwa tukipata maswali mengi kutoka kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu, ni kuhusu jezi za michuano hii ya kimataifa. Awali tulikuwa tukitoa taarifa kwamba wiki iliyopita siku ya Jumatano jezi ingezinduliwa, tukasogeza mbele mpaka siku ya Jumapili tukiamini taratibu zitakuwa zimeshakaa sawa, lakini kwa sababu ambazo sisi wenyewe ziko nje ya uwezo wetu, sasa ni rasmi ni watangazie mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans jezi mpya za Young African Sports Club kwa ajili ya michuano ya kimataifa zitazinduliwa na zitaanza kuuzwa siku ya Alhamis panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Alhamis inshallah zitazinduliwa jezi na zitaanza kuuzwa. Hapa nipende kuwakumbusha wanachama na mashabiki wetu wa Yanga, jezi za kimataifa ni special edition. Ni jezi maalum za michuano hii ya CAF Champions League. Kwa hiyo hata volume yake kwa maana ya wingi haitakuwa nyingi sana. Kwa hiyo ziko limited na zitauzwa kwenye maeneo ambayo tutakuja kuwatangazia. Hivyo ni vyema tujiandae mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans kununua jezi za kimataifa, ili siku ya Jumamosi tukiwa tunaingia ndani ya uwanja wa New Aman Complex tuwe tumependeza na jezi zetu za kimataifa. Binafsi nimeshaziona hizi jezi. Nimeziona kwa sababu nimeshiriki kwenye zoezi zima la namna gani utambulisho wa jezi unavyokwenda kufanyika. Jambo moja ambalo ninawahakikishia nikiwa nina confidence ya juu kabisa, jezi za kimataifa za Young African Sports Club ni jezi za viwango vya juu sana. Ni jezi za viwango vya juu sana. Kuanzia design yake, cutting yake, ubora wa kitambaa, ni jezi za viwango vya juu sana. Standard yetu imeendelea kwenda juu na tumeendelea kutoa kile ambacho kinamstahili
mwanachama na mshabiki wa klabu yetu Young Africans. Jambo la tatu ambalo ni muhimu pia tukalizungumza hapa ni kuhusu viingilio vya kwenda kwenye mchezo huu wa siku ya Jumamosi. Tayari viingilio vinavyokwenda kuvitangaza hapa vimeshawekwa kwenye mifumo, kwa maana ya wakazi wa Dar es Salaam, wakazi wa mikoa tofauti wanaweza kununua hizi ticket kwa njia ya simu. Sasa hivi ninavyozungumza, wanaweza pia kwenda kwenye vituo tofauti kununua hizi ticket. Lakini Zanzibar ambako mchezo utachezwa siku ya Jumamosi, ticket pia zimeshaanza kuuzwa. Tunafahamu moja ya changamoto kubwa ambayo inawakabili mashabiki wetu Young Africans pale Zanzibar ni kadi hizi za N-card. Pengine mtu yuko nazo, na kwa sababu mfumo ni tofauti wa kimashindano kule, hujaitumia muda mrefu kadi yako. Jambo la kwanza, kadi uliyokuwa nayo N-card kama uko Zanzibar, hiyo kadi haija expire. Wenda ipo ndani, hujaitumia muda mrefu, hiyo kadi haija expire. Hiyo kadi bado inafanya kazi. Lakini kama huna hiyo kadi, tumeshawasiliana wenzetu N-card na wamejidhatiti vizuri. Kuanzia siku ya kesho, kwa kituo cha kwanza kikubwa ni uwanja wa New Aman Complex, kadi zitakuwa zinauzwa pale na ticket zitakuwa zinauzwa pale. Ni vyema ukawahi mapema kununua tiketi yako ili uwe sehemu ya historia hii kubwa ya mchezo wa hatua ya makundi CAF Champions League ndani ya uwanja wa New Aman Complex. Viingilio ni kama ifuatavyo. Jukwaa la VIP kwa ambao mmeshakwenda pale New Aman Complex. Jukwaa la VIP ni shilingi 30,000. Alafu kuna wings ambazo ziko pembeni ya VIP, wings ya kulia na wings ya kushoto. Majukwaa haya mawili bei yake ni shilingi 20,000. Alafu kule ambako unatazamana na VIP, kule ambako maarufu ni jukwaa la Urusi, kule ni shilingi 10,000. Jukwaa la Urusi ni shilingi 10,000. Alafu yako majukwaa mawili, jukwaa la Orbit na jukwaa la Saa. Majukwaa ambayo yako nyuma ya magoli, upande wa kulia huku na kushoto. Yote majukwaa haya mawili bei yake ni shilingi 5,000. Kwa hiyo kwa Kiswahili cha haraka, jukwaa la Orbit na Saa ni shilingi 5,000, jukwaa la Urusi ni shilingi 10,000, wings kulia na kushoto ni shilingi 20,000 na VIP ni shilingi 30,000. Nyote mnafahamu capacity ya uwanja wa New Aman Complex. Hivyo tunatakiwa tuweke juhudi za kununua tiketi mapema ili tuwe sehemu ya historia hii kubwa ya uwanja wa New Aman Complex kuishuhudia mchezo wa Young Africans dhidi ya FAR Rabat. Unajua New Aman Complex umeshapokea michezo mingi. Ila mchezo wenye hadhi kubwa kwa ngazi ya vilabu, ni mchezo wa Yanga dhidi ya FAR Rabat pale New Aman Complex. Mtu mmoja anaweza kuibua hoja, pashapigwa finali pale. Finali ipi? Kombe la shirikisho. Huwezi kulifanyia comparison finali ya kombe la shirikisho na mechi ambayo CAF wametuma watendaji zaidi ya 60 pale Zanzibar. Mechi ambayo sasa hivi inazungumzwa zaidi barani Afrika. Mimi naongea na waandishi huko Misri, ni kama wanatuma kazi hivi, wapigeni hao. Kawaambia sio hawa tu, hawa watakufa na nyie mkija mtakufa vile vile, hamna kumtuma mwenzia. Mechi ya Yanga na FAR Rabat ina mvuto wake barani Afrika. Ni mechi yenye hadhi kubwa, ni mechi ya daraja A. Hakuna mechi weekend hii inayokwenda hapa yenye thamani kama mechi ya Young African dhidi ya FAR Rabat. FAR Rabat, one of the strongest teams sasa hivi in Africa, wanacheza na one of the strongest team barani Afrika, Young African Sports Club. Kwa hiyo usifananishe mechi hii na mechi nyingine yoyote uliwahi kuishuhudia New Aman Complex.
Hii ni zaidi ya mechi. Mataifa mbalimbali yanakuja pale New Aman Complex kuishuhudia mechi hii. Hayuko mtu anatamani kusimuliwa namna gani Pacome Zouzoua atadili na hao Waarabu. Hayuko mtu anatamani kusimuliwa namna gani Dudu Washa itakuja kudili na hao Waarabu akiwa yuko nyumbani. Kila mtu anatamani kuwa New Aman Complex. Na wajua mashabiki wa Yanga ambao wameniambia wao hawatasubiri tarehe 22, yani Jumamosi ndo waje na boti. Wanataka kuja kuanza kuspendi maisha ya Zanzibar kuanzia siku ya Ijumaa. Yani chap kwa haraka Ijumaa wanataka wameshafika Zanzibar, wanalala pale, wanaamkia siku ya mechi. Ni kwa kiasi gani mechi hii imekuwa na mvuto wa aina yake. Kwa ambaye uko Zanzibar, changamkia mapema kununua tiketi. Usisubiri watu wanaotoka, kwa sababu tiketi wanaweza kununua wakiwa huku na kadi yake. Huku bara mtu anaweza kununua tiketi alafu Ijumaa akadumbukia kwenye boti akaja Zanzibar kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo ukiwa Zanzibar, either uko Unguja pale, maeneo ya pale, au uko Pemba, wahi kununua tiketi.